Mhandisi Idrisa Hassan Abdallah amesema hayo huko katika ukumbi wa manispaa Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba katika warsha ya ukusanyaji wa maoni kuhusu unyanyasaji wa kijinsia wa mradi wa himilivu wa mfumo wa chakula Tanzania visiwani Zanzibar. Hivyo amewataka wadau hao kuendelea kutoa elimu kwa wakulima ili kuongeza thamani ya mazao nchini. Inawezekana kabisa mmoja wetu akawacha kufanya kazi za kilimo kwa sababu ya matishio kama haya katika maeneo ambayo anafanyia kazi. Inawezekana mnaosimamia jumuiya za wakulima, inawezekana, sisemi hapo, mambo haya yakajitokeza pengine. Kwa hiyo ni vizuri na nyinyi mko katika nafasi nzuri ya kuanza kutoa elimu kule. Maana lengo la kukusanywa hapa nyinyi ni kupewa elimu ili nyinyi muichukue elimu hii na muifikishe kule katika sehemu zetu za kazi, au kila mmoja katika nafasi yake ya sehemu yake ya kazi. Ndio lengo kubwa. Hatukuitana hapa kwamba kila mmoja ajapate elimu aondoke aende zake nyumbani, no. Hii elimu tunataka kila mmoja aichukue ili akaifikishe kwa walengo wetu. Sisi walengo wetu wengi ni wakulima na waliomo katika mnyororo mzima wa kutia thamani mazao ya kilimo. Kwa hiyo lengo la kukusanywa pia liwe ni kupata elimu, lakini kwenda kuifikisha kule kwa nia ya kwamba tufanye kazi zetu tukiwa hakuna harassment ya aina yoyote. Washiriki wa mkutano huo maoni mbalimbali walitoa, huku wakiushukuru mradi kuandaa mkakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji. Ni mfumo ambao utasaidia sana jamii kuweza kufanya kazi zao vizuri, kwa sababu ni wazi kwamba katika hali ya kawaida hivi sasa matendo ya udhalilishaji ni matendo mengi yanajitokeza katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo mfumo huu utaweza kuwasaidia wakulima kuweza kufanya kazi zao kwa vizuri na kuepuka vishawishi vyote ambao vitapelekea udhalilishaji katika shughuli zao mbalimbali za kikazi. Na kwa nini hizi tutakuwa ni dira yetu au mwelekeo wetu, tutajua jinsi wapi tukidhalilishwa tufike na wapi tutapata haki zetu. Ndio wake mshauri elekezi wa mradi wa uhimilivu wa chakula Ndugu Tarmin Al-Saidi amewataka wakulima waliopitiwa na mradi huo katika maeneo yao kuviripoti vitendo vya udhalilishaji kwa viongozi pindi vinapojitokeza. Wanapopata kesi kama hizo wasidharau wala soni mahali, wanatakiwa waziripoti kwa viongozi wa mradi katika maeneo hayo, au kwa viongozi wa shehia, au kwa kamati za kuratibu malalamiko ambazo tumeanzisha kwenye maeneo mengi ya mradi, ili taratibu za kisheria ziweze kuchukuliwa kwa wahusika. Warsha hiyo ya ukusanyaji wa maoni imejumuisha taasisi za serikali pamoja na binafsi. Kiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Moldi Hamisi.